Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Tom Mpanji TV, chaneli yetu ya nguvu kabisa, ni follow nami ni kufollow. Naitwa Uncle Tom Mpanji na tunapata taarifa ya kusikitisha ya kuuawa kwa askofu kwa kupigwa risasi. Papa Leo wa 14 alipokea kwa huzuni kuhusu kitendo kikubwa cha vurugu kilichosababisha kifo cha mwasham Askofu Osorio Sitora Afonso wa Jimbo Katoliki la Quelimane na msimamizi wa kitume wa Beira, na anajiunga katika sala na watu wa majimbo hayo na Msumbiji nzima katika saa hii ya maombolezo, ili Bwana awape faraja, ili awalinde kila mwanaume na mwanamke katika upendo wake na kuwazuia wenye vurugu. Haya yalielezwa kupitia chaneli ya Telegram ya ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu na msemaji mkuu Dr. Matteo Bruni, akitoa habari kwa dunia nzima kuhusu huzuni ya Papa akiwa katika ziara yake ya kitume nchini Hispania kufuatia mauaji ya askofu aliyepatikana amekufa tarehe 6 Juni 2026 katika majengo ya makazi ya maaskofu huko Quelimane. Risasi kifuani na moyoni. Kulingana na baraza la maaskofu na waandishi wa habari na maafisa wa huduma ya kitaifa ya upelelezi wa makosa ya jinai, askofu huyo alipigwa risasi kadhaa zilizopigwa hadi kiwango cha kifuani na moyoni bila kuacha njia ya kukimbia. Sababu za uhalifu huo mbaya bado hazijulikana na wachunguzi wanaanza kuchunguza. Huzuni kwa maaskofu. Huzuni ya kifo hicho cha kusikitisha pia kilioneshwa kwa niaba ya kanisa lote la eneo hilo na askofu mkuu Inacio Suare wa jimbo kuu la Nampula na raisi wa baraza la maaskofu wa Msumbiji, ambaye katika taarifa rasmi alitoa wito katika wakati huu mgumu kwa imani na mshikamano wa kidogo. Askofu Sitora Afonso, ambaye hadi kifo chake alikuwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu, pia alihudumu kama afisa wa baraza la kipapa la uinjilishaji, kitengo cha uinjilishaji wa kwanza wa makanisa mapya maalumu kuanzia mwaka 2017 hadi mwaka 2023. Rambirambi za rais wa Msumbiji. Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Francisco Chapo alionyesha masikitiko na kutoa rambirambi zake nyingi, ambaye alisisitiza kwamba kifo cha askofu kinawakilisha hasara isiyoweza kurekebishwa, si tu kwa jamii nzima ya Kikristo bali pia kwa jamii yote ya Msumbiji. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Tom Mpanji TV, ni taarifa ya kusikitisha hii ambayo imetokea hivi punde, na kwa ujumla sote tumuombee askofu wetu aweze kupumzika kwa amani, lakini pia wale waliotenda uhalifu huu mbaya waweze kukamatwa na kuweza kuchukuliwa hatua zinazostahili. Mimi sina la ziada. Asante baba. Tom Mpanji TV.